Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anakabiliwa na shinikizo kubwa la zaidi la kidiplomasia na kisiasa kufuatia hatua ya Umoja wa Kimataifa wa Demokrasia na Haki IDU kutoa azimio rasmi dhidi ya serikali yake. Wakizungumza kupitia taarifa rasmi iliyotolewa kutoka makao makuu ya jumuiya hiyo, mwenyekiti mtendaji wa Umoja wa Kimataifa wa Demokrasia IDU ameeleza kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inatakiwa kuchukua hatua za haraka kusitisha mbinyo wa kisiasa na kurejesha misingi ya demokrasia nchini Tanzania. Azimio hilo la kimataifa limekuja kufuatia kuendelea kuzuiliwa gerezani kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu pamoja na matukio ya furugu ya madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. IDU imebainisha kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inamzuilia Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye pia ni makamu mwenyekiti mtendaji wa umoja huo kwa zaidi ya mwaka mmoja na miezi minne kufuatia kukamatwa kwake tarehe 9 mwezi Aprili mwaka wa 2025 huku akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Taarifa hiyo ya IDU imesisitiza kuwa mazingira ya kifungo cha upweke katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam yanasababisha afya kwa kiongozi huyo kudorora. Umoja huo umeitumu utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutumia mihimili ya mahakama kama chombo cha kisiasa dhidi ya viongozi wa vyama vya upinzani, jambo ambalo IDU imeeleza kuwa linadhoofisha utawala wa sheria na utoaji haki nchini Tanzania. Mbali na kuzuiliwa kwa viongozi wa upinzani, azimio hilo limeitaka serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa ukiongozwa na Umoja wa Mataifa UN pamoja na Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ICC kufuatia vifo na mauaji ya raia yaliyotokea wakati wa mchakato wa uchaguzi wa mwaka wa 2025. Umoja wa Kimataifa wa Demokrasia IDU umeitaka serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru mara moja bila masharti yote Tundu Antipas Lissu na viongozi wote wa kisiasa, huku ukitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuizingatia serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan na kuiwekea vikwazo vya kiuchumi na vikwazo vya usafiri kwa viongozi na maafisa wote wa serikali wanaohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu. Shinikizo hili dhidi ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan limeongezeka baada ya Jumuiya ya Madola kumpa masharti mazito kiongozi huyo kuhusiana na usimamizi wa haki za binadamu na mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania. Katika taarifa yake rasmi, Jumuiya ya Madola imemtaka Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kuwa serikali yake inarejesha mara moja misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na kuheshimu mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imesaini. Jumuiya hiyo imewataka na imeweka masharti kwamba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan lazima iruhusu tume huru za kimataifa kukagua hali ya magereza na kutoa fursa ya uchunguzi wa wazi kuhusu matukio yote ya ukiukwaji wa haki za binadamu, ikionya kuwa kutotekelezwa kwa masharti hayo kutasababisha Tanzania kukabiliwa na hatua za kusimamishwa wanachama na kusitishwa kwa misaada yote ya maendeleo mara moja. Nalo bunge la Ulaya limeingilia kati kwa kutoa msimamo mkali dhidi ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kufuatia kuzorota kwa mazingira ya kisiasa nchini. Bunge la Ulaya limepitisha azimio linalotaka kusitishwa mara moja kwa msaada wote wa kifedha na programu za maendeleo zinazofadhiliwa na Umoja wa Ulaya nchini Tanzania hadi hapo serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan itakapowaachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu na mahabusu wote wa kisiasa.
Mabalozi na wabunge wa bunge la Ulaya wameeleza kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inakiuka misingi mikuu ya mkataba wa ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na nchi za Afrika, Karibiani na Pasifiki, na kuagiza Tume ya Ulaya kuandaa orodha ya viongozi wa serikali yake ili wawekewe vikwazo binafsi vinavyojumuisha kuzuiliwa kwa mali zao zilizoko katika nchi za Ulaya na kuzuiliwa kuingia katika eneo la Schengen. Seneti ya Marekani nayo imechukua hatua za kisheria na za kidiplomasia kwa kutoa taarifa rasmi inayolaani mwenendo wa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan dhidi ya wapinzani wa kisiasa na taasisi za kiutawala nchini Tanzania. Maseneti kutoka vyama vyote vikubwa nchini Marekani wamewasilisha mswada maalum unayoitaka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kufanya tathmini ya kina kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu na matumizi ya mfumo wa mahakama kukandamiza demokrasia nchini Tanzania. Seneti ya Marekani imesisitiza kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan lazima iwajibishwe kwa kuzuia fursa vya kisiasa, huku mswada huo ukipendekeza kuzuia vita vya usafiri na viongozi wakuu wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, maafisa wa mahakama na makamanda wa polisi wanaohusika na arrest kinyume cha sheria. Hatua hizi za pamoja kutoka Umoja wa Kimataifa wa Demokrasia IDU, Jumuiya ya Madola, Bunge la Ulaya na Seneti ya Marekani vinaiweka serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan katika mtihani mkubwa wa kidiplomasia. Mashirika ya kimataifa kama Amnesty International na kituo cha Legal and Human Rights Center HRC nayo yameendelea kutoa ripoti zinazounga mkono maazimio hayo, vikibainisha kuwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan unapaswa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu. Viongozi wa ngazi ya juu ya Chadema wakiwemo wajumbe wa kamati kuu wameendelea kufanya mikutano na mabalozi wa nchi za kigeni waliopo jijini Dar es Salaam ili kuwasilisha ushahidi na wa matukio wa ukiukwaji wa haki za binadamu chini ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Mabalozi hao wamethibitisha kupokea nyaraka hizo na kuahidi kuziwasilisha katika serikali zao kwa ajili ya kuchukua hatua zaidi za kidiplomasia. Mtazamo wa jumuiya ya kimataifa unadhihirisha kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan italazimika kufanya maamuzi magumu ya kisiasa na kisheria ili kuondoa vikwazo na presha ya kidiplomasia inayozidi kuongezeka dhidi ya nchi ya Tanzania.